Beki wakati wa Real Madrid Antonio Rudiger huenda akakumbana na adhabu kali kutokana na kitendo cha utovu wa nidhamu alichoonyesha Aprili 26, 2025 kwenye mchezo wa fainali ya kombe la mfalme dhidi ya Barcelona. Katika mchezo huo ambao ulimalizika kwa Barcelona kuibuka bingwa baada ya kupata ushindi wa mabao 3-2, ilishuhudiwa refa wa mchezo huo Ricardo de Burgos akionyesha kadi 3 nyekundu kwa wachezaji wa Real Madrid ambao ni Rudiger, Lucas na Jude Bellingham. Rudiger ambaye alikuwa benchi baada ya kufanyiwa mabadiliko akimpisha Endrick alionekana kutokuridhika na maamuzi ya mwamuzi baada ya beki wa Barcelona Eric Garcia kuonekana kumchezea vibaya Mbappe wakati mwamuzi akionyesha kwamba haikuwa faulo. Kitendo hicho kilipelekea benchi la ufundi la Madrid kuamuka wakimlaumu refa, huku Rudiger akionekana kumrushia mwamuzi huyo kipande cha barafu alichokuwa ameshika mkononi na kusababisha kuonyeshwa kadi nyekundu. Kwa mujibu wa jarida la AS Sport la Hispania, huenda Rudiger akakabiliwa na adhabu kali ikiwamo kufungiwa kucheza michezo kuanzia 4 hadi 12, ikiwa ni kwa mujibu wa sheria zinazomlinda mwamuzi dhidi ya vitendo visivyo vya kuungwana. Hata hivyo, mchezaji huyo ameomba radhi kupitia mitandao yake ya jamii kwa kile alichokifanya katika mchezo huo. Hakika sina sababu yoyote ya kunifanya nisiombe msamaha kwa tabia yangu usiku uliopita. Samahani sana kwa hilo. Tulicheza mchezo mzuri sana kuanzia kipindi cha pili. Baada ya dakika 111 sikuweza tena kusaidia timu yangu, na kabla ya filimbi ya mwisho nilifanya kosa. Samahani tena kwa mwamuzi kwa kila kitu. Mtu niliyemkwaza usiku uliopita, aliandika Rudiger. Mbali na Rudiger, wachezaji wengine ni Lucas na Jude Bellingham ambao pia walionyeshwa kadi nyekundu wakidaiwa kumtupia maneno yasiyo ya kuungwana refa wa mchezo, huku Bellingham akionyeshwa kadi baada ya mchezo kumalizika. Madrid imepoteza mchezo wa 3 mfululizo dhidi ya Barcelona msimu huu licha ya kuwa na mastaa wengi wamejikuta katika wakati mgumu, kwani hadi sasa timu hiyo imeondolewa kwenye mashindano yote iliyokuwa ikishiriki. Madrid imesalia kwenye ligi kuu Hispania La Liga inakoshika nafasi ya pili ikiwa nyuma kwa pointi 4 dhidi ya Barcelona inaongoza ligi hiyo ikiwa na pointi 76. Hata hivyo, Aprili 5, 2025, nyota wa Real Madrid Antonio Rudiger, Kylian Mbappe na Dani Ceballos walipigwa faini na shirikisho la soka barani Ulaya UEFA baada ya kukutwa na makosa ya utovu wa nidhamu waliyofanya kwenye mchezo wa hatua ya 16 bora dhidi ya Atletico Madrid. Kwa mujibu wa jarida la Football London, Aprili 4, 2025, Mbappe na Rudiger walipigwa faini na kupewa adhabu ya kufungiwa mechi moja, lakini adhabu hiyo ilisitishwa kwa mwaka mmoja, yaani haikuanza kutekelezwa mara moja, na ilitekelezwa tu iwapo watarudia kosa ndani ya kipindi hicho cha mwaka mmoja. Ceballos pia alipigwa faini kwa kosa hilo, lakini UEFA haikufungua mashtaka yoyote dhidi ya Vinicius Jr, hivyo hakuchukuliwa hatua yoyote. Rudiger alipigwa faini ya shilingi milioni 117 wakati Mbappe alipolipa kiasi cha shilingi milioni 58. Wachezaji hao walidaiwa kufanya matukio hayo baada ya Real Madrid kuibuka na ushindi wa penalti dhidi ya mahasimu wao Atletico Madrid katika mchezo wa marudiano wa hatua ya 16 bora uliochezwa kwenye uwanja wa Metropolitan. Baada ya ushindi huo, baadhi ya wachezaji wa Madrid walionekana kufanya ishara ambazo zilitafsiriwa kama zisizofaa kwa mashabiki wa Atletico. Rudiger alidaiwa kufanya ishara ya kukata koo, Ceballos alinaswa akifanya ishara chafu wakati akielekea vyumbani, huku Mbappe naye akionekana akifanya ishara ya aibu alipotoka uwanjani. Hata hivyo, Vinicius Jr hakutajwa moja kwa moja kwenye tuhuma hizo. Real Madrid ilisema itawasilisha rufaa kupinga adhabu hizo, lakini kipindi hicho wachezaji wote 4 walikuwa sehemu ya kikosi ambacho kilisafiri kwenda London kwa ajili ya mchezo wa kwanza robo finali dhidi ya Arsenal, mchezo uliochezwa Aprili 8 kwenye uwanja wa Emirates.